Tunajenga barabara, tuna upgrading barabara kutoka Kitope kwenda Kidimni yenye urefu wa kilomita 18.3. Hadi sasa mkandarasi ameshaweka lami kilomita 2, kwa maana kaanzia mkandarasi anafanya kazi kutoka kilomita 18 huku kuelekea 00. Kwa hadi sasa hivi mkandarasi kashamaliza kilomita 2, na kazi zingine zinazoendelea na tunafanya filling ya subbase kama unavyoona hapa tulipo eneo la kilomita 15 kutokea 00 yetu. Na kama unavyoona hapa tunaendelea na kazi, lakini kuna changamoto kubwa ambazo tunazipata, hususan mkandarasi anapofanya kazi. Tunafanya kazi na mitambo heavy duty machine, lakini raia wamekuwa sio waelewa. Tunafanya kazi, wanakuja wanachukua mawe. Sasa hiyo ni hatari kwetu, itakuja kuwa hatari kwetu sisi na hatari kwao vile vile. Kwa hiyo tunaiomba msaada ZANROADS kwa kushirikiana na mamlaka husika ya vyombo vya ulinzi na usalama kutusaidia kuhusiana na changamoto hilo la watu wanaochukua mawe. Hilo ndio changamoto yetu kubwa. Tunachoshukuru, neema ni nzuri, na sisi tunaomba tupate riski, kwa sababu najua sisi hatuna kitu. Inapokuja riski kama hii, Mungu anajalia siku 2-3 na sisi tunaendelea kidogo, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama inapokuja pesa na ikatendewe inavyotakiwa, kwa sababu sisi tunachoangalia sisi manufaa ya wananchi na manufaa ya wanakijiji. Kwa sababu hii barabara tunashukuru, maendeleo mazuri, kila kitu kiko bora, na sisi pia tunafaidika kwa hichi tulichokipata. Kwa tunashukuru sana. Yaani tunachofaidika sisi ni vitu viwili. Tunapata jiwe la kuuza, tunapata na mambo madogo madogo kwenda sawa. Kweli tunahatarisha maisha yetu, lakini jambo bora kwamba na sisi pia tuna akili, tunaenda kiutaratibu na tunaenda kwa utulivu zaidi. Watoto wadogo kusema kweli wapo, na ili jambo anashiriki, na sisi tushawaambia wazazi wakae na watoto wao, wazuie, waweke pembeni. Kiufupi lijiwe wakote watu wenye akili zao. Juzi nipata taarifa kwa Sheha. Akaniambia bwana wewe, ilikuwa mimi napo na balozi wangu. Bwana wewe nini huko kwenu saka nini tayari ujenzi wa barabara unaendelea. Kwa hiyo inaonekana kwamba kuna vijana pamoja ni wazee wa vijana mpaka na watoto wanashiriki katika ukotaji wa mawe. Sheha ananiambia bwana, simamia kwa nguvu zote, wale wote wanaosuni lilo ndani ya barabara waliache. Mimi na uto wangu ni kwamba hii ni swala la kupita tu. Kwa hiyo lazima tulizingatie barabara yetu. Sisi tulitoka mbali, hii miaka chungu nzima ilikuwa haipitiki. Kutoka Kiboje mpaka kwenda kufika Kidimni ilikuwa kwa masaa 3 masaa 4. Gari zilikuwa zinapita humu, zile za mizigo, watu wanateremka, gari inapita peke yake kwenye mashimo. Mtu haamini kukaa ndani ya gari Kidimni. Sasa baadaye tukaipata ile lakini bado kaa nyembamba. Sasa tupata neema barabara kama hii. Kwa nini tusiwasaidie hao makandarasi wetu nini ili tuimarishe barabara? Sasa inatanuka, inakuwa kubwa sana, na barabara ikitanuka hii ni faida kwetu sisi sote. Kiwanja zamani unanunua kwa nini shilingi milioni 1.5. Sasa hivi utauza tena bei hiyo. Changamoto mmesikia kwamba wananchi wanachukua mawe. Kwanza kuna mambo mawili. Ukichukua mawe matatu. La kwanza, ukichukua mawe manake unaizofisha ule uimara wa kifusi chenyewe. Kwa sababu mawe na udongo ule ndio uimara wa barabara. Kwa hiyo ule ubora unakuwa upatikani. Kila pili ni hatari kwa wananchi. Unaweza kusababisha mtu akagonga akafa. Lakini la tatu unamchelewesha mkandarasi. Kwa sababu inabidi sasa wasimame wamwangalie. Sasa mimi natoa wito kwa wananchi, hii tabia waache. Hii barabara ni ya kwao. Haya mawe wanaochukua sio kitu. Kama unavyoona hapo, kuna barabara zinajengwa, watu wanarundika wale, lakini anaweza kukuta miaka 5 mawe yako pale pale. Sipokuwa tu hapa inakuwa ni kuleta maudhi. Lakini na wale wanaonunua mawe, kuna vikeri, ziko na magari ya ng'ombe, na watu kikamata gari lao lazima watu washtaki. Huu ni uhujumu uchumi wa nchi, kwa sababu pesa nyingi zinatumika hapa. Unapotoa mawe haya manake mkandarasi alete unajikuta barabara ina ubora
na mtu akishagongwa wakati wake kisha fariki, inabidi sasa kesi na nini. Kwa hiyo sheha tunamwomba masheha wote, sio barabara hii tu, barabara nyingi kile nchini zinajengwa, lakini kuna baadhi ya maeneo watu ndio wanafanya hizo zogo la kuvamia maeneo na kuchukua mawe. Waache mara moja, na tukimkamata sisi kama wakala wa barabara lazima tuchukue hatua za kisheria, washtaki kama kwa kosa la kuhujumu uchumi. Ikiwa anaichukua mawe na anayenunua mawe na gari linaloshughulika. Mimi nisharipoti tayari idara ya nishati na madini, nishamripotia mkurugenzi. Mimi nilikuja jana hapa nikamwambia waache mara moja, lakini zungumza na naibu sheha leo hayupo, na nimeshatoa tangazo redioni itatoka leo, na barua pia nishaandaa ndani. Hili lengo ni kwa ajili ya manufaa ya wananchi, sio kwa malengo ya mtu binafsi kama hivi. Kwa hiyo wito wangu ni hiyo tu, kwamba wananchi waache kukaribia maeneo kwanza ya ujenzi. Wanapojenga ni hatari, lakini na kuchukua mawe wakati anapoweka ameshashindiliwa paka, yani hairuhusi kuondoa chochote kwenye barabara baada ya kujengwa barabara na napojengwa barabara. Hilo ni kosa la kuhujumu uchumi wa nchi. Kwa hiyo mimi nafikiri wananchi wetu ni wasikivu, hawatafanya tena, isipokuwa ushirikiano zaidi tunataka kwao na masheha wa sheria zote na mpita barabara na maeneo yote yanayojengwa barabara. Maana maeneo mengi sana yanajengwa barabara. Hatutaki tena tuchukue muda hapo akuja kukamatana na nini, sio raha. Kwa hiyo wito wangu ni huo tu.